Lakini mbali na hayo, mtazamaji, ni kwamba mamia ya watu waliohama kwao kufuatia maporomoko ya ardhi katika eneo la Chesongoch, kaunti ya Elgeyo Marakwet, yaliyotokea mwezi Oktoba hawana la kusherehekea Krismasi hii. Familia hizo ambazo nyumba zao ziliharibiwa na matope zinahuzunika kwa kukosa chakula na makazi. Brenda Wanga anaangazia madhila ya waathiriwa hao mkesha wa Krismasi. Pazia la kufunga mwezi wa Oktoba liligubika kijiji cha Chesongoch kwa majonzi na maafa. Maporomoko ya ardhi yaliyosababishwa na mvua kubwa yalikatiza maisha ya makumi ya wakaazi na kuwaacha mamia bila makao. Wiki 6 baadaye, makovu ya mkasa huo yangali yanavuja kwenye milima na mabonde ya kijiji hicho ambapo manusura sasa wamekita kambi. Kawaida msimu huu wa sikukuu za Krismasi na mwaka mpya ungekuwa wenye shughuli nyingi kwa Gladys, David, Susan na wengine. Ila sasa nyimbo za shangwe zimetekwa na mwangwi ya matukio ya usiku huo wa kutisha wakati vilima vilipoporomoka. Makovu ya siku hiyo yanashtakia aliyopitia Gladys Kipto, alama usoni mwake zikisalia ukumbusho wa mara kwa mara wa kisa hicho ambacho nusura kikatize maisha yake. Kabla ya tukio hilo, Gladys alikuwa machachari, sasa anategemea mikongojo kutembea. Gladys na wengine sasa wanategemea misaada. Kuna gidi mwenye amenitetea, hata mtu mmoja mwenye ameandikiwa kazi. Sina sufuria, sina chochote, bado nakaa tu, niko na ya World Vision 2 na hiyo iwezi pika chapati na iwezi pika chai. Sasa mpaka saa hizi ombi langu ni school fees, maneno ya Christmas hakuna. Manusura hawakupoteza mali pekee au kujeruhiwa. Poromoko ya ardhi yalikuwa na athari kubwa kwao. Kuna vitu zetu tulipoteza mingi, kama birth certificates, kama certificates ya secondary, ya KCSE, na hatujaona serikali wakivagania wakikuja kusema mwandika hata nini apita vita ama mfanye nini ndio tujue vile tutapata hii certificates. Huko pilka za kununua vyakula vya sikukuu ya Krismasi zikichacha kwenye masoko katika miji ya karibu, Susan Chesach hajui familia yake itapata wapi chakula cha sherehe hizo. Wakazi wanasema viongozi wa eneo hilo hawasambazi chakula kwa usawa. Watupe hiyo vitu tukule Christmas, hatuwezi sumbua serikali kwa saa hii. Tunajua hiyo vitu iko kwa store, maji safi, chakula watupe kwa bundle retail. Tunataka watupe hii Christmas tukule msuri kama watriwa. Na kumti pale wanatoa hiyo chakula kama tawa ile unapimiwa asubuhi kidogo, saa 6 kidogo, jioni kidogo. Hiyo itasaidia watoto ya wenyewe kweli. So serikali mwambie hao jamaa wapene hiyo chakula. Joto la mabati ya Chesongoch linachoma mchana na kutetemesha usiku. Ulimwengu unapoelekeza nguvu zote kwenye sherehe ya kuzaliwa kwa Kristo, manusura hawa wanahisi kusahauliwa na serikali na kuadhibiwa na ardhi ambayo kwao ilikuwa ni nyumbani. Brenda Wanga, Runinga ya Citizen.